Tunazungumza malengo. Kila mtu ana malengo katika ndoa, lakini Qur'ani imelimit malengo. Katika sura ya 30 aya ya 21 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu yake isiyokuwa na mipaka ni kuombia wake kutokana na nafsi zenu. Kwa nini? Kwa ajili gani? Ili mupate utulivu, akajalia mapenzi na huruma. Katika aya hii ya 21 sura ya 30 inatuonesha malengo makuu ya ndoa ni matatu: utulivu, mapenzi na huruma. Lakini huwezi kuyatimiza, huwezi kuyapata malengo haya bila ya kumpata mwenza ambaye ana sifa tatu. Hapa tunaangalia tena tatu ya pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tunkahul mar'a li arba'a: limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bi dhati din taribat yadak. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema huolewa mwanamke kwa mambo manne, sio oeni. Alikuwa anatoa taarifa, huolewa mwanamke kwa mambo manne. Jambo la kwanza, mali yake, ile familia yake, uzuri wake na dini yake. Mtume akasema fadhfar bi dhati dini taribat yadaka, wewe mshike mwenye dini, mikono yako itafanikiwa. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza, akatoa maelekezo kwa familia ya mwanamke au mwanamke mwenyewe. Mtume sallallahu anasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu, akikujieni mtu ambaye ameridhika dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Kwa mwanamke, kwa mwanaume imeonyeshwa jambo moja aliangalie sana, dini, lakini kwa mwanamke mambo mawili yaangalie kwa mwanaume. Kwa sababu gani? Mkataba wa ndoa unampa mamlaka makubwa mwanaume kuliko mwanamke. Pale inapotokea changamoto, mwanaume anaweza akasita kutotoa talaka au akagoma, ikachukua muda mwingi, mwanamke ananyanyasika. Lakini mwanaume anaweza akapata, anayo fursa mbadala katika hili. Kwa hiyo mwanamke ndio anahitajika kuwa mchunguzi zaidi katika mkataba huu. Kwa hiyo hapa tunaangalia mambo matatu. Jambo la kwanza